Wadau leo sina kinywaji. Lakini si shida. Hadi unaweza tumia kinywaji. Sonali nitaka huko. Lakini sawa. Leo sitaki kuanza kwa hekaya. So, wale marafiki zangu, wale YouTube channel, niko Serian I. Ukienda pale Facebook, nipate tu by Said, then ukikuja TikTok, Said 27 una follow, una subscribe, una like. Hivyo tu tukue tu hivyo. So, leo na kutoa tu si mbali. Hii story nimepewa tu. Acha sema tu juice. So huyu mzazi alikuja tu akanisikitikia, akanipea story. Wewe mimi, haipo ni baba hata mimi. Nilifeel. So nadhani nikikwambia hadi wewe leo utaifeel. But hiyo si shida. Twende kwa hekaya. So kabla sijaanza hekaya, kale kakengele kale kafanye. Hebu kagusa kwa kengele. So subscribe. Ufollow. So leo ni kwamba alikuwa demo amaliza form 4. Ampata airplane kutoka tu jiji Nairobi pale. So ampata airplane, kila kitu amerarua So ilikuwa 12 so 84 points. So wazazi wakakuwa raha. So huyu demo alikuwa demo by the way. So utaenda wapi? Sasa ikabidi atengenezewe vitu apelekwa Oxford. So passport zikakuwa maybe after ile period some msaada zikakuja pesa. So hiyo demo azaenda akanunuliwa gari. So akaenda huko Oxford. Kufika kule unajua maisha ya campus. By the way, when you meet campus unajua life. So ama mali kwenyewe unajua kwa kuna kuregulatiwa ama nini. So wewe mwenyewe unajipanga upende usome, upende unaweza ashilia. Lakini sasa exam lazima ufanye. So demo amefika pale ile moyo kwamba I can make it. So akaona ile moyo kwamba ataweza. So first semester demo akafanya vizuri. Sakararua vitu zake. So by the way alipatanga hiyo level yako juu mimi sijui. Utaniambia hapo comment section. So akapatanga ile level yako juu. Wazazi akaburudika akasikia raha. So akaanza akililia kitu, anatumia pesa. Second semester the same. So lakini fika second year mambo yakaanza kwenda sekemnege. Mama vipi? Sasa unajua kwa ujulikani ni nani wala nani. So most of huko ni wazungu. So ile azimu utakaa mwenzako unaona tu huyu mzungu atakana mzungu mwingine. Huyu akona huyu. Lakini sasa wewe unabaki tu ile lonely. Ama black. Tafanya aje? So lazima akaenda tu akachukua tu simu yake vizuri. Kaenda tu WhatsApp. Oxford. Kuangalia akapata rafiki wa huko, akapata rafiki wa Oxford. Mwenye alikuwa hapa Amerika. So alikuwa tu Mwafrika. So ile akaangalia vizuri. Huyu naye akamfollow. Then akamtext. After one day, huyu jamaa akareply vizuri wakaanza kuchat. Hi beautiful. Uko fine, uko wapi? Niko hapa Oxford. Ama Oxford. So ile campus inakaanga kubwa, so hadi kuonana na mtu inakaanga Sidema sasa akafanya aje? Akaanza sasa unasikia raha na chat. Ifika asubuhi maybe boy anasalimia dem. Umeamkaje madam? Niko poa. Na hivyo jioni kabla hajalala boy anamtext, hi. Wanaendelea tu vibe hivyo. So ikafikia time huyo boy akamwambia, actually niko Oxford. Lakini sasa hatuko place the same. So you have to travel ama una book maybe ndege kitu kama maybe 100,000 ya Kenya. Then unafika hapo kwenye niko. Sababu mimi nakujanga tu sio janga ni maybe mara 2 kwa wiki. So nakujanga tu kwa twice per week. So ni shilingi makejani kwa wazazi. So kama fanyaje? Ndakubukia ticket ukuje. So ndio nikasema mbona na sasa nimepata mtu wako wetu Oxford. Hiyo raha, hiyo ni kuisha. So si akabukiwa. Akaenda.
So ile process ya kwamba booking imefanyika, akatumwa kabisa, umebukiwa siku fulani, saa fulani, nienda huko. Sasa dema ako na raha. Sasa ile ya kutumiana picha, so akatuma picha, unajua sasa watu wakapa. So akatuma picha ile ya nusu uchi. So kutuma nusu uchi, then after maybe 4 to 5 days, kwenda kuangalia boy hapatikani. Rada na nilibayanga ticket. Kwani huyu ako aje? Inaanza. Sasa nimekuja sina mtu. Nimepata mtu naye haeleweki. So aka give up. Kwenda kuangalia simu, anapata missed call ya mamaki. Missed call 15 missed calls. Mamaki amepiga, amekata. Rada. Sasa kwenda kushika simu namwambia, anamwambia, ni nini? Kwani mimi nadhani kumefiwa nyumbani ama kuna tatizo? Akaambia hapana. Hizo vitu tulikupelekanga huko, tulikupelekanga usome, kumbe wewe unafanya vitu zingine. Umeanza kufanya vitu. Sasa mbona yule madhaka anafanyanga nini? Si mimi nasoma. Yule madhaka kata simu, amvunyanga WhatsApp. So pale angalia hizo picha, na mimi kweli nilipigana hizo picha. Na nilipata aje baadaye? Boko alipata aje hizo picha? Inayo ni ngori. Sasa akamwambia kuna mtu mwenyewe amemtumia hizo picha. So then after hiyo kola amemaliza tu, jamaa akampigia akamwambia, wewe, ili inaona nitoe zile picha za mamako ama nisiendelee kuchoma kwamba huko unaendeleza usherati na huko siku wenu. Tabidi sasa utume pesa. Sasa demo afanye kazi, atuma pesa wapi? So inabidi akadanganya wazae kuna trip, atumwa pesa. So yeye kazi yake ni first time akatuma 100. Hiyo jamaa akaeka. After siku nyingine akamwambia, bwana mimi naona wanaanza kuongezeka washerati. Kwa nini nilila kutuma? Ama nilipeleka hii kesi kwa VC. Ndio kusikia sasa kachukua ile pesa yake ya help. Ile pesa anapata huko campus. Baada akatumia. Bado ana insist. Sasa nimetuma tena laki nyingine imekaa laki 2. Natoa pesa nyingine, wazazi kidogo kwamba hakuna kitu. So boring. Sasa akaamua tena sasa. Sio ndio kichwa ngumu, nitaongeza hii kesi. So ndio akasema, hiyo nayo kama ni kusema kila mahali, wewe sema. Kama ni kunyongo, washa ninyongo, lakini mimi nayo hii kesi acha tuikae. So si huyo ndio akatulia. Then after a week, yule demo akafanya aje? Yule boy ndo akatokea tena. Mpenzi vipi, nilikuwa nimeshika mahali, simu yangu ilikuwa zinakuwa na network bundle, sasa simu yangu ilikuwa imezima. Haya sawa, umenifanya hadi nikaibua. So yule demo akakasirika akasema, goli. Yeye utekani ba. Otherwise Mokoro amejua kwamba mimi nakaa msherati, nimetuma picha mbaya, labda unaendelea kuniambia nini? So ya demo akamblock, akafanya kila kitu. So kwenda kuzunguka, kumbe ni boy tu ako pale amekaa tu, yani ni campus anafanyanga computer. So ni boy tu ako busy na ingia kwa mitandao, anafanya vitu zake, anapata dem, anadanganya, ana forge vitu, then anafanya hivyo na kutoka pesa. So actually mbona yeye kaelewa hivyo? Juu tukiendanga mahali, for example umekuja campus, so fanya chenye kilikupeleka ama fanya chenye kilikupeleka huko. Actually kama ulipelekwa na biashara, achana usherati, sababu hujui kwenye kimetoka hadi kwenye kimeishia. Wakurugenzi, wadau, nawapenda sana, zidi kunifuatilia pale YouTube, subscribe, like, na uniambie unataka story gani, ama hata kama uko na story unataka kuniambia juu ilikuhurt. Hata mimi ni hard demo zinamiliwa laki 2, hasomi, hafanyi kazi. So mali si kwao. Iliniumiza sana. But by that, cha muhimu ni kwamba tufanye kitu kinatuleta. Subscribe pale. Napenda.